Sasa tunapozungumza wagombea, msiende huko kushikana mashati. Si mnanielewa? Kila mmoja ana haki ya kugombea nafasi yoyote. Kutoka Tanzania hii leo nazungumza nawe nikiwa Zambia, na lengo la kuja huku ni kumtafuta ndugu China wa China, Joseph Mwasote, jina lake maarufu kama China wa China, ambaye amewahi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mbeya, lakini pia makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa kwa Chadema. Ukimya umekuwa mkubwa sana na hatujamsikia hata kwenye majukwaa ambayo tayari baada ya chama kuruhusiwa. Tunakumbuka chama hiki kilikuwa kwenye kifungo kwa muda kutokana na ile kesi ya mgawanyo wa mali. Kwanza nataka kufahamu kwa nini amekuwa Zambia, kwa sababu nimemtafuta Tanzania nimeshindikana, nimekuja kumkuta huko Zambia. Kwa nini uko Zambia kaka? Bwana Komba, kwanza nikushukuru sana. Nimekataa interview zako kama mara 3 mara 4 hivi, lakini sio wewe peke yako, ni vyombo vya habari takriban zaidi ya 10 na walikuwa wakinitafuta ili waweze kusikia mawili matatu juu ya sakata lililonikuta, lakini pia na hali ya siasa iliyopo. Mimi kwa kifupi bwana mtangazaji, cha kwanza niseme tu nashukuru, nitumie fursa hii. Nadhani toka Oktoba 25 kabla ya uchaguzi sijawahi ongea na chombo chochote cha habari, na nilifanya hivyo nikiwa na sababu maalum, na najua Watanzania waliniombea sana, ninajua kabisa. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kwanza kujitambulisha. Kama hivyo nitambulisha, mimi naitwa Joseph Mwasote almaarufu China wa China, na wengi wananiita China wa Chadema. Na mimi Komba bado hatuchanje damu yangu, ni China wa Chadema. Na fikiri moja ya kitu ambacho nitakizungumzia ni pamoja na hofu ya watu walio pitia kwenye kurasa mbalimbali, wameangalia kwenye matukio yaliyonikuta, wameongea mengi sana. Mimi niseme tu, na naomba wakati na edit usitoe hili na ulirudisha hata mara 2 yake. Ninawashukuru wa Tanzania sana wote kwa ujumla wake, wameiombea familia yangu sana, lakini pia waliniombea sana. Ninajua bila kujali tofauti ya dini, tofauti ya siasa, tofauti ya kabila na imani mbalimbali, waliniombea sana. Na leo nimekuwa hai, niko hapa. Najua niliyoyapitia, japo yawezekana hutataka nizungumze hayo kwa sababu ya usalama wa chombo chako, lakini na usalama wangu pia. Maana tumepewa nchi hii uhuru wa kuongea, lakini kisha ongea utafute pa kwenda. Lakini pia tumepewa kuzungumza, ukishazungumza hata wewe chombo hiki kesho hakitafanya kazi. Kwa hiyo naomba Mungu nizungumze tu kulingana na kila ambacho Mungu ataniongoza, ili uwe salama na mimi niwe salama pia. Umeuliza juu ya kwa nini nimekuwa kimya. Naomba niseme jambo moja. Wataalamu wenzetu waliwahi kutuambia kwenye maandishi mbalimbali kwamba ukishakuwa na hasira usijaribu kufanya maamuzi yoyote, na ukiwa na furaha pia wanakwambia usifanye maamuzi kwanza. Kwa moja ya sababu iliyonifanya nikae kimya ni tukio langu ambalo baadaye huenda nitaeleza, lililonikuta mimi na familia yangu. Ilipasa nikae nichukue muda ili kuweza kutafakari. Mapito niliyopitia ni mapito mabaya sana. Lakini pili, ukumbuke kwamba tulikuwa tumepelekwa mahakamani. Sijajua, baadaye nitazungumza kwamba niulize wenzetu watusaidie, wataalamu wa sheria,
kwamba nilisikia Chanda anasema watu walikuwa wanajiteka, sielewi kama mimi nilitekwa au nilikamatwa, lakini nitakapotoa maelezo watatusaidia wenzetu kwamba huu ni ukamataji au ni utekwaji. Kutoka huo muda mahakama ilitupa adhabu ya kuripoti kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya kwa mwezi mara 2. Kwa hiyo tulikuwa na jalada la uchunguzi kwenye tuhuma ambazo walikuwa wametuuliza maswali kule ndani, na tarehe 18 tumemaliza kuripoti mwezi wa 5. Sasa mimi niliamua kufanya hivyo, kuruhusu chombo hiki kifanye kazi kikiwa huru katika tuhuma ambazo nilikuwa nimeelekezwa nazo toka wananiteka wananirudisha kuwa mtuhumiwa wa kawaida. Nimechukuliwa tarehe 25 bila kuulizwa, bila kufanya nini, nimefichwa. Nimekuja kuletwa tarehe 24 mwezi wa 11 ndio nimehojiwa kwa mara ya kwanza. Kwa kumbukumbu pengine ilikuwa tarehe 25 mwezi ngapi? Mwezi wa 10. Sawa. Saa 8 mchana. Lakini nimekuja kuhojiwa tarehe 24 mwezi wa 11. Ukiangalia ni mwezi mzima ndio nimekuja kuhojiwa. Kwa mara ya kwanza ndio nawekwa kwenye daftari kwamba na mimi sasa ndio nilipoona kwamba Mungu amenisaidia, nimekuwa salama. Sasa haya tutazungumza Mungu akipenda, kwa sababu shida yako nataka ujue ukimya wangu. Ukimya wangu ni matukio yaliyonikuta, yanahitaji kutafakari sana. Lakini pili, kama kuna Watanzania wanaamini kwamba tukio la tarehe 25 hilo la kwangu pamoja na 29 na kuendelea kuna watu wameachiwa, sio kweli. Kuna watu wanaripoti mpaka saa hizi. Kuna watu wako chini, majarada yao yako polisi na wanachunguzwa, na muda wote anaweza kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo kama utaniuliza hoja inayohusiana na taarifa ya Chande, nitakueleza kwa sababu mimi ni mwathirika. Lakini alipokuja Songwe, mimi sijawahi hata hatukuitwa, kwa hatukuulizwa. Kwa taarifa ya huku sijui walienda kuipata wapi. Na ulisikia Chande alifika pia Songwe? Nilisikia kwenye chombo cha habari kwamba alikuwa Vwawa, lakini Tunduma kama alikuja akakutana na waathirika sikusikia. Sasa sijajua taarifa za hao watu ambao wamepotelewa na ndugu zao. Si tuliotekwa hatujahesabiwa sana, lakini mimi ni mhanga ambaye mtoto wangu ameuawa, mpaka leo sijapata mwili. Sijapata mwili na sikupata fursa ya kuzungumza. Kwa hiyo sasa hatujui, tumeamua, na ndio maana wenzangu walioathirika kama mimi wamekaa kimya, na watu wamekaa kimya wanasubiri. Tumekaa kimya tunasubiri. Pengine nilikuwa nataka nifahamu, hiyo ndio inakusababisha uhamishie makazi yako huko au kumekuja tu? Hapana, mimi toka awali, hata moja ya mambo ambayo nilipaswa labda wajue wa Tanzania, mimi nimepigwa sana, niliteswa sana, nilipigwa sana na kikosi cha Tunduma cha Songwe na nikapelekwa Mbeya. Kikosi cha nini? Sijajua ni kikosi gani, lakini mimi mwishoni nimekuja kukuta ni polisi, lakini kwa namna nilivyochukuliwa nilikuwa nimevamiwa. Na choweza kusema nitazungumza muda ukifika nitazungumza, kwa sababu sio jambo la kwamba watu walionichukua hawakufahamika, wanafahamika. Walioniuliza yanafahamika. Ukiniuliza ulikuwa unateswa kwa sababu gani, nitakwambia kwa sababu nimeteswa kwa mambo mawili tu. Jambo la kwanza, niliambiwa kama nilikuwa na mpango wa kumuua mheshimiwa mbunge Silinga, kuchoma nyumba, lakini nimechoma nyumba ya Ileje. Askari wa Ileje yule ambao alikuwa sasa amechoma nyumba, nimechoma nyumba yake. Ndio kesi ambayo nilikuwa napigiwa mimi. Na ni kweli ulichoma? Sijajua polisi na hiyo kesi ilishia wapi. Sasa ndio nataka ni kueleza na Watanzania wajue. Mimi katika moja ya mambo ambayo nimepigwa sana na niteswa nayo, yule polisi wamesema amechoma nyumba yake, ilionekana mimi ndio nimechoma. Ndio nimetuma na vijana. Na wapo vijana walioandaliwa special walikuwa wanasema sisi ametutuma. Wao wananiambia, wapo waliokuwa wanasema hayo.
japo mimi sijawaona ni kina nani, lakini wakati wananipiga nasema mbona vijana wanasema. Kwa hiyo wewe ndio ulituma vijana wakachome ile na kikosi hicho. Kwa hiyo nilikuwa napigwa na kikosi hicho na hao vijana wapo. Sasa sijui kwa sababu labda tungeenda makambi wangekuja kusema. Yaani ni mchezo ambao ulifanywa, mchezo mchafu ambao mpaka sasa hivi nikisema nianze kusema. Nimesema kuna mambo mawili ambayo ninaomba nitakuja tu Mungu akijalia. Nimemaliza hapa tarehe 18 na umeniuliza kwa nini uko Tunduma na nini uko Zambia. Hata kama wakati nakamatwa, moja ya hoja ambayo ilikuwa imenibana sana kwamba ng'ambo huko Zambia una kikosi. Mimi baada ya kumaliza uchaguzi ndani ya chama 2024 mimi nimeenda South Africa, nimefanya kazi yangu, nimefanya South Africa, nimezunguka, nimerudi, nilikuwa napita boda ya Kasumuru, nimerudi nikaanza kupita huku. Baadaye nikaona sehemu ya kufanyia biashara mimi jirani na umri nionao ni Zambia. Kwa hiyo familia yangu mimi iko huku na Tunduma hapa sehemu kubwa wanakomba kama ujui. Watu wanafanya biashara upande wa ng'ambo kwa sababu wanakimbia kodi za Tanzania. Watu wamefungua maduka yao, Black yote ile wamefungua, watu wameondoka. Wanafanya kwa sababu ya serikali ya Tanzania ya CCM kuweka makodi yasiokuwa na mfumo. Hizi namba gari unaziona hizi, hata ukipiga picha utaziona gari zatembea zina namba, hamna shida. Ni nchi ambayo wenzetu wanakaribisha Watanzania wanafanya biashara bila kuwa na masharti ya unalipa leseni, na kama utakuja tuzungumze issue tu ya biashara yao, malipo yao na namna, nitakuja kukwambia hawana mlolongo wa shida wa kukamata kufilisi mali za watu, hazipo huko. Na ndio maana unaona Tanzania wengi ambao wewe hujakutana nao wako wengi sana kuliko unavyoniona mimi, na wanafanya biashara. Kwa hiyo siko huku kwa sababu ya tukio ya Oktoba, na Oktoba siku hiyo nimetokea huku ndio ameenda kunishika huko. Na moja ya kitu ambacho walikuwa nauliza, wanaamini mimi ninakaa huku nina watu, na hii ni siasa ya kijinga tu. Namna ambavyo walikukamata hadi unakuja kuachiwa mpaka unasema umemaliza kuripoti tarehe 18, ilikuwaje? Mimi sikukamatwa, mimi nilitekwa bwana. Mimi nimechukuliwa Mpemba saa 8 mchana, nimefungua mlango, nimekaa kwenye gari yangu hivi, na waliokuja ni wadogo zetu tulionao. Nimepigwa ngumi za uso, nyang'anywa simu, nyang'anywa kila kitu, pigwa sana. Yaani nafika kituo cha polisi Tunduma, gari yangu inangolewa namba kula, anasema tunachoma. Umeelewa? Nauliza, naipelekwa kwa upelelezi wa mkoa, sio? Ananiuliza, sema unataka wewe, sema. Niseme nini? Kosa hapo pigwa sana. Mwambia haya, chukua, peleka huko, nafunga uso, peleka huko nilikoenda kupigiwa tocha, kwa nimevuliwa nguo, nimevunjwa miguu. Na ulikuwa ukipigiwa katika kituo cha polisi au ulikuwa unapigiwa eneo gani? Wamenibeba au wanipeleka kilomita kadhaa huko, nikakuta jumba tuliko wazi, alina na nini, ndio nimetupwa huko ndani, nimevuliwa nguo zote. Na walikuwa wanakupiga ni askari polisi au ni watu tu? Askari. Ni askari. Walikuwa wamevaa sare au uliwezaje kujua kama ni askari? Ni hivi kaka, mimi nimefanya siasa zaidi ya 2015. Hakuna askari ambaye hatujawahi tukakutana, tumeishi miaka yote siasa ya kawaida. Tumeishi, ni marafiki na tunao tunaongea. Ndio. Kwa hiyo wapo ambao walirudi nyuma, walikuwepo wageni ambao siwafahamu, walipiga marungu ya kutosha. Askari mmoja tu mkumbuke kwa sababu nilipigwa sana. Wakati rungu inataka kushuka kichwani alisema acha. Ndikao pona yangu. Kwa Mungu sio kwamba askari wote waliokuwa wanafanya yale wote walikuwa wanapenda kufanya hicho. Wapo ambao hawakupenda kabisa, na ndio leo Mungu alipitia kwao niko mimi hai. Kwa jambo hili kulisema, nimekwambia ndalisema kipindi moyo uko sawa. Of course nikwambie na maumivu ambayo kuzungumuza hicho kitu nahitaji nitulie sana. Umeeleza pia swala la mtoto wako kuuawa na unasema hadi leo hujapata mwili. Umefanya taratibu gani sasa kwenye hilo? Bado unaendelea kumtafuta? Mtoto wangu aliuawa na damu ya mwanangu yawezekana iliokoa wengine, kwa sababu wakati napigwa waliaga kwamba tunaenda kuchoma nyumba yako. Kwa hiyo yawezekana kutoka kwa mwanangu nje ndio kumefanya wengine wawe salama, kwa tuhuma za uongo tu.
za kubambikizwa na watu wenye njaa tu waliojifanya ni mainforma kipindi cha uchaguzi, peleka taarifa za uongo na kuwa na idara ya ulinzi na usalama kwenye swala la upelelezi la watu ambao wanatafuta sifa bila kufuata ukweli. Hakuna mahala nimeumizwa brother. Mtoto wangu alitoka Mbeya tarehe 24 kunitafuta Central Mbeya, alienda mpaka Uyole, amerudi. Mtoto wangu amekaa nyumbani tarehe 29 anafua nguo. Hawa waliopanga walioniaga kule walienda kuvaa max, wakafanya ujanja na watu ambao mimi wanajua ni pale nyumbani. Wakaenda kumwambia babako yuko huku, twende tukampigia yeye babaka atoke. Mtoto wangu alitoka kaacha nguo pale kusikia baba yuko kule. Kumbe hao ndio wanaenda kumuumiza. Mtoto wangu ameuawa, wamemvua. Mama yake anakwenda na dada yake mkubwa, wamemkuta mtoto amelala, nguo zote wamemvua, amebaki na boxer. Kama ingekuwa ni bomu la kawaida wa kupanga kufanya, kwa nini walimvua nguo? Wanaenda kuchukua nguo, ziko damu tu ziko pale pembeni. Vile nilivyovuliwa mimi nguo, ndivyo mwanangu alivyovuliwa nguo. Kwa hiyo nimezika nguo nyumbani kwa babu yake, nikatawanya wengine waende kufanya kazi tu, kwa sababu familia ilifika mahala wakiwa pale wako kwenye hatari mkubwa sana. Kwa hiyo nilizika nguo, mwili sina, lakini hatujapata nafasi ya kuzungumza. Na mtoto wako alikuwa anaitwa nani na alikuwa na umri gani? Mtoto wangu alikuwa na miaka 20 wa kiume, na picha yake nitakupa. Na alikuwa anaitwa Stefano Joseph, ambaye ndio mimi. Na nimpa jina la babu yake, alikuwa anaitwa Njena. Ndio mtoto ambaye yupo na alikuwa anakaa nyumbani kwa maana ya kuhakikisha hatoki. Ndio sehemu ya ulinzi wa familia yangu. Waliamua kufanya hivi. Pole sana. Lakini mpaka leo hatujui. Mwili wa mtoto wangu ulikaguliwa na dada yake ambaye ni nesi. Namna alivyouawa, ripoti ipo. Amepeleka maiti mochwari kituo cha Tunduma. Amebebwa, amepeleka Sogea, wamekataa askari wale madaktari kumtibu. Amefia mlangoni pale Sogea. Alibebwa mtoto wangu, anapiga risasi, aliamua kubeba maiti ya mdogo wake. Huku watu wanaoa tarehe 29, alifika kule juu akahifadhi maiti ilikuwa ya 8. Kamfunga vizuri akamweka pale. Kwa sababu ni professional yake ya unesi, alimweka vizuri na akajua ni wangapi na akaweka alama. Wanaenda kesho asubuhi achukue maiti walikuta hapo. Walipouliza pengine kwa sababu wakati huo tuseme ulikuwa bado uko ndani, walipouliza walijibiwa nini? Kwa sababu waliacha hata mimi wakati namuuliza kitengo wale wakati wamenikamata polisi na usalama wa taifa alikuwa mle ndani. Tarehe 27 mimi ndo nimeletwa Mbozi. Askari mmoja akaja akaniambia, unajua mtoto wako ameuawa? Nikamwambia tarehe 20 na tarehe 1 nimepata taarifa ndani ya usingizi kwamba mtoto wangu ameuawa. Nililia kilio siku hizo, kwa hiyo taarifa nilikuwa nayo. Kwa hiyo sikustuka. Kwa hiyo nilivyoambiwa hivyo, nilipotoka nikauliza yule bwana, nikarudi nikamwambia, jamani naomba mniambie kama mtoto wangu yupo. Askari mmoja akaniambia, hivyo unaumina kweli anaweza kukaa na mtu na maiti mpaka leo? Sasa haya wanasubiri tuje tuseme. Umeelewa? Mateso niliyopitia mimi ni mambo mawili. Ileje nataka kumuua mbunge. Huyu Silinde, mtoto huyu ambaye mimi natoka naye Mwembe Chai nyumbani, ametoka shule na kuja naye nyumbani kwangu. Naishi naye mimi. Silinde ni sehemu ya familia. Kwamba amekubaliana na hii hoja ya mimi mtoto wangu anauawa, mimi napigwa, kwamba mimi kweli nataka kumuua Silinde mimi. Hilo jambo limenifanya nikae kimya sana. Siamini macho yangu, kwa sababu sina mpango wote. Niliwaambia hata kana nipige, jamani mimi nimestaafu, sio kiongozi wa chama. Kama kuna mpango inafanya kwenye chama mimi sijajua na. Lakini kama kweli kuna jambo lilikuwa linamlenga huyu ni familia yangu.
nina miaka tumeachana naenda CCM. Sina mahala nimesimama, wewe umelihoji Mbeya nikiwa mwenyekiti wa mkoa, makamu mwenyekiti wa kanda. Hakuna mahala popote kwenye interview zako umewahi sikia mimi namsema Silinde. Niliamini kwamba ameondoka kwa kuwa hamna mahala ananisema, hakuna mahala nimeona anaingia anazungumzia chama. Sikumvaa kwa sababu namuogopa, nilimwacha kwa sababu kuhama chama ni hali yake. Na niko huru hata ndani ya familia ya watoto wangu, niliwaruhusu kila mmoja aamue kwa kwenye chama anachotaka, lakini aangalie misingi ya nchi yetu inahitaji ni mambo gani yanahitajika muhimu. Kwa hiyo nazungumza nao na nawaeleza wako huru, na ndio maana hata yeye alipoondoka Silinde mimi anapata ubunge, tuko nyumbani, anaondoka anakuja huko anapata ubunge mara pili, ameniacha Chadema. Hatukugombana, hatufanye chochote. Sasa leo siasa ilikofikia sio ile mimi kuteswa, sikuona shida. Lakini shida ni kwamba wanaonitesa wanasema tunaenda kuua watoto wako, familia yako. Na kweli wamefanya. Hivi unatokaje kuzungumza kiurahisi ile jambo? Mimi nataka tusalie hapo kwenye jambo ambalo walikuwa wakikutuhumu nalo. Kwamba kwanza umechoma nyumba ya askari. Lakini pia una plani ya kumuua Silinde. Ndio mambo mawili ambayo walikuwa wakikuhoji. Wao walikuwa nasema taarifa hizo wamezitoa kwa nani? Narudia tena. Wao wanasema wapo vijana walikuwa wanasema tumewahoji, wamekubali kabisa kama wewe ulikuwa unawapa hela. Na kutajia vijana ni akina nani? Wakutajia. Sasa mimi sikatai. Nikasema kama iko hivi haina shida, lakini nilichotahadharisha kwa hawa wanaonipiga. Nikasema mnaonipiga yawezekana ni mambo ya siasa. Siasa ni chafu sasa hivi. Mtu anaamua kufanya hivi tu ili akamilishe malengo yake. Mimi simo. Umeelewa? Kwa hiyo kauli ya mwisho ya kwamba tusingekuja kwako hivi. Tungeanzaje kuja kwako hivi? Ni siasa chafu. Na kama kuna wana CCM wanafanya haya, ndio maana unasema kama ni siasa tulizofanya nyuma, sio siasa hii sasa hizi. Kama ni waheshimiwa wanaotaka madaraka, mimi Tunduma nimekuepo, ni mwanzilishi wa siasa ya Chadema. Hatukuwa hivi, tulikuwa tunafanya siasa na CCM hata tusema na majukwani. Tulikuwa tunarudi tunazungumza, tunasalimiana na tunaambizana, nasema jana umenipiga na mimi subiri jukwaa langu. Hatukuwa tunaviziana kutoana roho. Hii ni siasa ambayo imetoka kabisa kwenye siasa. Kwa hiyo kwa mtu mwenye kuelewa, naamini akae kimya kwanza ili atafakari nini kinajiri, kwa sababu tulikovuka siko. Anyway, mimi hata kama ningeteswa ningefanya, sina shida, kwa sababu nimeamua kupigania harakati za mabadiliko hizi. Kwenye hii battle ni lazima uumie. Lakini unapofika kwenda kuua mwingine, tofauti na mtu anayesimama mbele, hili jambo lingine. Ni jambo lingine. Mimi natoka siku hiyo naambiwa mtoto wangu anasema alitumia silaha ya baba yake. Mimi na silaha? Si ilikutwa labda hiyo silaha au hiyo silaha haikukutwa? Hiyo naambiwa anaweza kwenye magazeti waliokasema mtu wa China ameua askari wawili. Alikuwa na mtoto wangu wapi na silaha? Anajua nini kutoka shuleni? Wapi? Wanahalalisha hayo maneno. Ni watu haramu tu ambao walitaka mimi niuawe kule. Wameua mtoto wangu ili niuawe na mimi ionekane mimi ni mtu mbaya sana. Sasa kwa mazingira namna hii brother, niseme tu wewe tumefanya interview nyingi sana. Ninataka tu niombe wa Tanzania wajue jambo moja kwamba siasa ilipofika imefika mahala ni pazuri, kwa sababu ndio maamuzi ya wenzetu walioko madarakani. Mimi nipo na Watanzania wote wapenda mabadiliko, wala ambao nimepata kuna watu wampiga simu wanasema Bwana Masota ameamua akimbie harakati, amepigwa, ameona mtoto wake amekufa. Wapo wanaosema amepewa hela, amepewa hela, nimeamua nyamaze. Kwa kuwa wengine wanasema hawajapitia hiki ninachokipitia. Mzee, tocha niliyokula na hiki nilichokutana nacho baada ya tocha, kama una moyo mwepesi, kwa taarifa yako tu, mimi sijawahi pima. Nina madaktari lakini niliwakataa.
Ninaambia mniache. Acheni miguu yangu ipone, mwili wangu upone. Kama utapona, siwezi kubeba hii maumivu nionayo, nibebe maumivu ya mtoto wangu, alafu nibebe na taarifa utakayonipa mimi kwamba umekula sumu, umeathirika sehemu fulani. Acheni, kama nakufa niacheni. Niko hapa sijameza dawa hata hii. Huo ndio kweli. Kwa hiyo lengo ni kwamba akili kae sawa. Sasa nataka kufahamu, baada ya hayo yote ambayo yametokea na kuambiwa kwamba kuna watu fulani ambao pengine ulikuwa ukiwasaidia au ukishirikiana nao kufanya vitendo hivi vya uvunjifu wa amani, kuchoma nyumba pengine za askari, kutaka kumuua Silinde, baada ya kutoka umejaribu kufuatilia kujua nini kilikuwa nyuma yake? Of course, ndio maana hata leo ungeniuliza kifo cha mtoto wangu kwamba uliona, nikamwambia hapana. Wakati wanaua mimi nilikuwa ndani, nimefichwa. Nilichotoka cha kwanza ilikuwa ni hicho, na vijana ambao walileta simu nyumbani na kumwambia mama yangu, mke wangu, kwamba mtoto wako yuko pale, walioleta simu majirani. Kwa hiyo nimefanya interview nao, nimeuliza, nimewambia baba zao, wamewauliza ilikuwa kueje mpaka mwenzeni kawa hivi, alikuwa kwenye maandamano, akasema no, si tulimfuata. Sasa tunamfuata kwamba baba yuko huko, kumbe wale watu tulionao wengine sio. Kwa hiyo nimefuatilia. Sasa katika kufuatilia, sasa nimemwachia Mungu. Hakuna kitu ulichobaini. Umemwachia Mungu. Mwachia Mungu. Kwa ulichobaini umeamua kumwachia Mungu. Yes. Mwachia Mungu. Na ndio maana watu wengi wanasema wewe utauawa kwa sababu umetoka. Wapo polisi ambao wanakuona, walikuwa nakutesa, wanaweza kukuambia mimi nimemwachia Mungu. Hata aliyenirudisha kipindi hicho, kama kuna mtu anafikiria tena kunizuru, Mungu yupo. Lakini wapo ambao wanaongea kabisa. Nilimwambia hata katibu mbunge, kamwambie Silinde, kama kweli hizi taarifa nazozikuta kwamba mimi nilikuwa na mpango wa kumuua, mwambie hivi, kama ana adui kwenye maisha yake na kama ana adui kwenye siasa zake, mimi aniondoe. Simo. Wewe hauna uadui kabisa na Silinde? Simo. Na ndio maana naendelea kujua. Na kwa nilitoa taarifa kwamba simo. Kama anafikiri nimo anaendelea kufikiria nimo, na wale watu wanaendelea kumwambia anamwambia, au yeye mwenyewe ndiye anabaini kwamba mimi nataka kufanya hivi, basi nimemwachia Mungu. Hayo ndio maneno yangu. Tutegemee kukuona kwenye jukwaa la siasa hivi karibuni? Vizuri sana, kwa sababu watu wengi nilishawaambia kwamba nyinyi mnafikiri tuko huru. Hatuko huru. Na naomba waambieni, hata na msinihoji mimi tu, hata wanasheria wa chama chetu wafuateni hawa watu waliokuwa wameachiwa. Wengi ni wa Chadema waliokuwa ndani. Hivi mmefuatilia kesi zao? Kwa sababu kule polisi kule faili zao zinasoma kwamba hawa wanaendelea kufanywa uchunguzi kwenye zile tuhuma. Kati yao hata moja wanaweza kesho, hata Uchande unemsema huyu, hakuna taarifa ya kamati aliyetoa ile maneno yake yale. Hii kamati inayoundwa hii, wasipokaa mguu sawa, wale waliosema wameachiwa wale, sisi ambao tulikuwa mule, tusipokaa sawa, mimi nakueleza utasikia tena kesho wanasema sisi ndio tuliopanga, sisi ndio tulikuwa na fadhili sisi. Kwa sababu mimi kuna eneo moja wameniuliza, unamfahamuje Adam Zela? Ilikuwa moja tu, yaani kumfahamu Adam Zela, mdogo wangu yule aliyogombea Mbeya vijijini 2015. Kisa wamekuta 200,000 kwenye simu amenitumia. Sasa wameenda kwenye simu 2020 mimi nagombea, amenitumia 500,000. Nayo himo. Sasa nawaambia nayo tulikuwa tunapanga maandamano. Hii nayo tunapanga maandamano. Wamempiga hata muawati. Kama vile wanajua yuko Dar es Salaam pale Kariakoo. Si hawajui kama ni msefu wa Mbeya vijijini. Wananiuliza mule, wanasema huyu unamfahamu? Nasema namfahamuje vipi, huyu ni mdogo wangu. Huyu mimi hata leo nikiishiwa naambia niongezee milioni 10, ananipa hata milioni 5 nafanyia kazi. 200,000 ya kula hii. Naye kuonekana ni mfadhili, mimi ndio nafadhili eti 200,000 nimeenda kufadhili watu wa kuandamana. Hivi kweli tutafika nchi hii namna hii?
Haya ndio yamepoteza uhai wa mtoto wangu. Haya ndio unaona miguu na vidonda ndivyo navyo. Kwa brother, niliteswa. Nikikwambia lock up nilizofichwa, Chanda anasema kuna lock up zingine hazijulikani. Sasa angenikuta mimi ningemwambia. Amekiri kwamba kweli zipo. Sitaki kusema, muda unakuja. Na sio kwamba sitaki kusema kwa sababu gani. Niliruhusu kwa nafasi hiyo ambayo nilikuwa na ripoti kwamba ngoja turuhusu wafanye upelelezi wao. Nami niko sahihi. Na ndio maana miezi ile 6 niliyohukumiwa nimeripoti, nimemaliza na sijapatikana kwenye uchunguzi wao na hatia. Sasa ni mimi na familia, je, kwa wakati tulionao sijapata mwili wa mwanangu, sijazika mwanangu, sijui alipo, ni sahihi nizungumze? Ndazungumza sawa sawa? Ndio nikasema naomba nagusia haya, japo nanipeleka kwenye yengo sana, sihitaji sana niseme, ila nilichokuwa nataka hapa watu wajue, kwanza ni washukuru kwa namna alivyoniombea, lakini pili wajue nipo. Maisha yangu yote ya siasa nilikuwa nazifanya. Niko Mbeya, mwenyekiti wa mkoa, sijawahi kuacha kufanya shughuli yangu, biashara zangu binafsi Zambia. Nimewekeza na niwaambia, na watoto wangu wameolewa huku na watoto wangu wanasoma huku. Kwa huku mimi ni sehemu ambayo ndio maisha yangu yote ya siasa, viburi vyangu vya kugombea Mbeya vijijini kama mbunge, mtaji niliokuwa natumia natoka huko. Na ndio maana tungeuliza Mbeya vijijini, hawatakwambia Tina alikuja hapa aliweka akaita watu akamchangia 10,000. Nilipambana kadri ya uwezo kutoka kwenye mtaji wangu ambao nilisha maisha yangu yote mimi. Toka nakuja natoka Mbeya mwaka 86 na kanyaga Tunduma hii. Na kanyaga Tunduma niko na Konde. Nimekaa Zambia sana na nimerudi kwenye siasa 2006. Nikawa Chadema, nimerudi nimekuwa kiongozi. Kwa nimemaliza muda nimewa kutumikia. Kwa narudi kufanya kazi zangu kwa sababu sehemu kubwa ya maisha yangu na utafutaji wangu na ambayo naona ni sehemu sahihi ya kuweza kupata 200 ili watoto wangu wasome ni upande wa Zambia. Unaamini kwenye maandamano ya tarehe 29 na siku zilizofuata Chadema ndio walikuwa wanaandamana? Kwanza niseme tu, kwa sababu nilikuwa ndani sijui, ila tungepanga tungeandamana sisi. Yaani tungepanga vile ambavyo mimi naamini nimekuwa mstari wa mbele huko nyuma nikiwa kiongozi. Kama Chadema ingeshiriki, haya maafa mnayosema ni madogo sana. Kwa nataka kusema Chadema haikushiriki kwenye maandamano. Na kueleza mpaka kesho. Kwa sababu mimi wakati nimepelekwa Mbeya, RCO Mbeya ananiuliza, ambaye saizi ni RPC, anasema una kundi Mbeya. Nikamwambia mimi sina, ninataka kusoma nyumba za askari sijui walio na nini Mdude. Anambia sina. Nikamwambia mimi hata Mbeya yenyewe kama kungekuwa na huo mpango, kama ungekuepo mimi ningejua Chadema kwenye hili jambo wanaosema walishiriki kupanga. Kwa kweli nazungumza ukweli. Nazungumza ukweli. Kama Chadema ingeshirikishwa kwenye maandamano yakapangwa na Chadema vizuri, vile ambavyo kweli huko nyuma tukasema unaandamana. Kwa sababu mimi huwezi kuniondoa kwenye maandamano, ni kweli. Huko nyuma mimi hata Tunduma kusema maandamano nilikuwa nipo, na maandamano ilikuwa ni haki yetu. Mimi sikuwa nafanya maandamano ya kuvizia. Mimi nilikuwa nakwenda kabisa, napeleka barua na maandamano yanakuepo. Yanakuepo hata kama watakuwa wamelazimisha kutokutulinda, lakini tulikuwa napeleka taarifa. Na haya maandamano sio kwamba ilikuwa ni kosa, kama waliandaa Chadema ingekuepo, barua zingeenda polisi. Kwa Chadema hawakushiriki. Sidhani kama wameshiriki, kwa sababu hata wewe hapo ulipo, siamini kama kuna siku uliwahi sikia kuna kiongozi aliandika barua ya tarehe 29 kuna maandamano. Nani angepeleka barua ya maandamano wakati kuna uchaguzi mkuu? Lakini kulikuwa na kauli ambazo kimsingi zilikuwa zinazungumzwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa Kiingereza walikuwa wanasema no reforms, no election. Na yale yaliyofanyika ni kana kwamba kulikuwa na
jaribio la kuzuia uchaguzi usifanyike. Kwamba unatuwekaje? Hilo lugha ilikuwa ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi, ndio ni mbwembwe tu na uhuni. Ni hivi sasa, yani wewe unataka kulazimisha kwamba alisema hivi, kusema kwamba kama hutaweka harusi wewe ni unasali hizo kwa Mwakiswalele huko kwa Mbarikiwa. Anasema sharti la sisi mkanisani, ukioa lazima uweke sherehe, ufunge ndoa. Bila ndoa, bila kuja kufunga bariki ndoa hapa, hiyo sio ndoa. Sasa sisi tulitumia lugha ilikuwa wazi kwamba kama mabadiliko ya sheria za uchaguzi hakuna uchaguzi. Yaani sawa na wewe kama unaoa mke hujaenda kufunga bariki ndoa kanisani, hiyo sio ndoa. Ndio maneno yametumika hivyo kwamba uwezo ukaenda kwenye uchaguzi wewe ACT, wewe Chauma, wewe sijui Chausa, wewe sijui nani, useme tunakwenda kwenye uchaguzi kwa sheria hizi. Hakuna uchaguzi. Na ilikuwa no reform na election. Hakuna uchaguzi, na kweli wameenda kwenye uchaguzi, nani amepata? Wamepata nini? Sisi wakati tunawaambia tumeingia kwenye chaguzi, lakini tumepoteza watu wengi sana. Ukifanya uchaguzi wa serikali za mitaa, watu walikuwa wanapigwa mapanga. Yaani kama fomu haijanyang'anywa, wewe hujatekwa, mzee, lazima uwe umeumizwa au umekufa. Wewe unapochukua fomu ya kugombea, iwe nafasi ya ubunge, iwe nafasi ya udiwani, mawili utachukua, siku ya kurejesha. Kama utalala nyumbani, watakuja nyumbani. Kama umekataa hela, hivyo vitu vinakuhusu. Tukasema sasa tumechoka kupoteza watu, tubadilishe sheria. Chadema tukawa wazi kwamba sio kwamba watu wanapofupa watu wakaona kama utani. Sasa haya sisi tujaingia, Chadema hajaingia kwenye uchaguzi. Yaliyotokea ndio. Lakini uzuri wa jambo hili niombe tu viongozi wangu wakubaliane kwamba hata waliomo ndani ya CCM wanalia wamefiwa. Na askari mle ndani walikuwa sasa chini, hatupendi kuwa hivi unavyokuwa. Hata sisi huku nje mzee, wapo ndugu zetu wameuawa. Kwa hiki kilio au hili tukio la 29 ni tukio ambalo litatuunganisha mbele sio muda mrefu. Kuna watu ambao waliondoka kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na sasa wamerejea. Mmoja wapo ni alikuwa mwenyekiti wako wakati ukiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa. Mchungaji. Utanichokoza hapo kwa msingi. Ndio. Mchungaji, na wewe umefanya naye kazi kwa ukaribu na baadaye alitimkia Chama cha Mapinduzi, lakini juzi amerejea tena. Lakini pia Patrick Yasenga, kama nitakuwa niko sawa sawa, yeye pia alikwenda Chauma, na wengine tunasikia huko wakiwa wanarudisha. Jana pia nimesikia pale aliyekuwa diwani wa Njombe mjini Alatanga naye pia amerejea Chadema. Pengine hii wewe unaionaje? Kwa upande wako unawapokeaje watu kama hao? Ndaanza na maneno haya kwanza, na najua watasikiliza na Chadema na watu wengine. Mmoja ya mtu aliyomtaja Msigwa, watu wanaamini mimi alikuwa mhasama, ni mtu ambaye tumehasimiana sana. Kwa mwenyekiti wangu mimi nilikuwa makamu. Msigwa mimi alinishughulikia kwamba kwa miaka 5 niliyomfanya kama sikumsaidia kwenye kazi, kwa alitamani niondoke. Na mimi nikasema lakini wewe nimeona ninakushauri kama hauko vizuri na wewe usikae hapo. Kwa tulishughulikiana. Wakati niko South Africa nakumbuka nilitoa speech moja juu ya kumlaumu sana Msigwa kuhama. Na nilitumia maneno makali kwamba una shida ya vyeo, lakini nitafuta leo kwa lengo hili moja tu. Jambo ambalo mimi binafsi kwa akili yangu ndogo na nachoelewa. Unajua hata Wasira leo akisema anakuja Chadema tunaweza kumpokea. Tunampokea. Wasira. Hata huyo mnaita nani? Makamu wa rais nani huyo? Nchimbi. Hata Samia akikiri kwamba anajiunga na Chadema tunampokea. Nina maana, na leo nataka nizungumze hii kitu. Nimekuepo kwenye chama kwa muda mrefu. Hao watu wote marejenda uliowataja hao ni marafiki zangu. Vizuri kabisa nafanya naye.
Kwa mfano la Tanga nimefanya naye kazi ya kanda, ndio waasisi wa kanda hii ya Nyasa. Tumefanya naye kazi sana mimi na ni rafiki yangu. Na naweza nikasema moja ya watu ambao walifanya kimbie pamoja na mimi kutoa rekodi yake wakati Sumaye atafanya mapinduzi ndani ya uongozi wa Chadema, uchaguzi uliopita wa kwanza 2019. Nilirekodiwa mimi nilikuwa na jana nimemuona. Lakini nizungumze jambo moja. Kama hawa watu wanaorudi, hasa Msigwa mwenyekiti wangu na mheshimu sana. Mpaka sasa tumeacha alama ya kazi tuliyoifanya. Pamoja kwamba tulifarakana, lakini tulifanya kazi kwenye chama. Ameacha alama nzuri kabisa anapoondoka. Yapo mambo ambayo yanatakiwa yaigwe aliyofanya Msigwa. Na mimi aliondoka sikutaka aondoke. Nitaka tule jalamba wote tumeondoka, tuachie wenzetu tujifunze kama kuna maana tulikosea. Na kama amerudi kweli, lakini ndakachokiuliza kwake na dhamira ya watu wengine wote waliokuja wakati napitia anayoyapitia kule, ilionekana kuna watu waliotoka kwetu wametumiza sana. Sasa nina maana moja, hawa wanaokuja kama dhamira zao kabisa wako wazi kuisaidia chama hiki au nchi hii, hawakunyosha kidole kwa mwanachadema yoyote akauawa, wakatoa information long za uongo, kuanzia akina nani wa Arusha, huyu alikuwa NCCR 30 kina Msigwa kina Tanga. Kama hawakunyosha kidole hivi kwamba yule mbaya mfanyeni hivi, wamekuja wakati mwafaka. Nasema hivi kwa sababu gani? Kama mtu anaweza kajiunga na chama cha upinzani hasa Chadema kwa wakati huu wa vita kali huu, akatoka kule sehemu akaja huku, akaondoka chama kingine akaja huku, kwa wakati huu ana dhamira ya kweli, hakufanya uhalifu wowote wa kutusaliti kwa maana ya kututoa roho, naomba viongozi wangu wampokee. Kama hakufanya, lakini angalizo langu nina mambo haya. Kwanza, kwenye chama chetu, kwenye katiba yetu, ninaomba wajumbe wa mkutano mkuu watakao kwenda, na mimi pia kama mwanachama ninao wajibu wa kutoa maoni yangu kwa wanasheria wa chama. Uchaguzi mkuu unaokuja tuondoe kipengele kimoja. Hiki ndaandika mimi mwenyewe kupeleka mapema sana, kwa sababu utaratibu wa chama chetu ni kwamba maoni yanaanza kutolewa kabla mkutano mkuu, zinashuka fomu huko chini. Kwa mimi nina haki ya kutoa maoni yangu. Moja ya jambo ambalo nitaomba wajumbe watakao kwenda mkutano mkuu, kuna kipengele kinachosema anayejiunga leo sawa na Mtei, muasisi wa chama, kwa ana uwezo wa kugombea nafasi yoyote ndani ya chama. Yaani tunampokea leo Wasira, tunampokea leo Nchimbi, tunampa nafasi ya kugombea mwezi huo wiki hiyo. Hili ni tatizo. Kwa tunahitaji kuibadilisha katiba na tuweke kiwango maalum cha watu wanaokuja ili tuwapime wakae kwa muda gani ndani ya chama. Iwe kikatiba. Kupokea mtu sio shida, ili mradi ana sifa ya kupiga kura. Tunahitaji kura yake. Hilo la kwanza. Hii yote mahangaiko, tunakufa, tunauawa, tunafanywa nini? Ni kwamba tunazidi kuwasogeza watu, tunapata kura nyingi. Tunahitaji kura yake. Lakini kura tunaitaka hiyo. Tunapokuja kwenye swala la uongozi, kwa sasa Chadema ilipofika, lazima ifunge muda maalum wa mtu akae kwenye chama mpaka tumpime. Hili ni lazima tukubaliane, na ndicho kitu ambacho tutakwenda. Ni hivi, Msigwa na wenzie, na Msigwa amekuwa akitumia haya maneno mara nyingi sana akifundisha. Anasema hivi, Bwana Komba, wewe na katika maisha yako ya kawaida una makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale watu ukiwakuta na wasalimia tu, habari za leo, hamjambo, shikamo, atasipoitikia wala moyo hauumi, unajipitia zako. Lakini kundi la pili, Bwana Komba,
huwezi kupita pamoja na kamera zako hizi. Kama ulibeba begani, utatua, utakwenda kumsalimia mkono kwanza. Lazima umpe mkono. Ukimpa mkono ndio unaona umemsalimia, kwa sababu bila kumpa mkono yule mtu angekushangaa kumsalimia kwa mbali. Hilo kundi lipo. Lakini kundi la tatu ni kundi la kuagiana, la kukumbatiana. Hili Bwana Komba ndio kundi ambalo wakati unafanya shughuli zako au unafanya maamuzi yako yote lazima uulize, yani huyu ndio mshauri wako, jambo liko hata kipiga simu unavyoangalia hivi unatangulia kusema kuna nini leo? Anataka kuniambia nini? Au ukiwa na shida ndio unaamuka kwenda nyumbani kwake kusikiliza au kuomba ushauri. Huyo ndio mtu ambaye unakumbatiana naye. Sasa huyu Selasini, huyu Msigwa, huyu Aratanga, Asenga, sina wengine wanaokuja, ni kazi ya viongozi wa chama. Hao watu wanaweka kwenye kundi gani? Kukumbatiana, ni kumpa mkono wa heshima, au ni wa salamu ya mbali? Kama wanaona ni wa kukumbatiana kumuingiza kwenye chumba, wao waamue viongozi. Lakini kuja Chadema kuungana nao sio shida. Mfano mzuri, wewe unafikiri Msigwa amerudi kwa sababu gani? Ukiacha ile sababu yake ya kwamba hawezi kusema CCM hoye wakati watu wamekufa. Hebu niulize, Msigwa alivyomtumia kwenye kampeni mpaka leo, umeona CCM imemsogeza kwenye cheo hata cha wilaya, cha mkuu wa wilaya? Umeelewa? Majasusi wale wanajua kwamba tukimsogeza anaweza katufanya nini. Sasa mimi sisemi kwamba Msigwa kija anaweza kawa na ujasusi huo. Iki chama amekipigania mpaka kimefika hapa, kazi siyofanya naye najua mchango wake. Sasa ni kazi ya viongozi. Hao watu watakuja wengi sana. Tulikuwa na watu wanaitwa kina Tengecha, wamepeleka orodha ya watu wanaotakiwa uawe. Umeelewa? Tunaambiwa kule kabisa, huyu amesema hivi, tunaorozeshwa tunauawa kwa sababu ya mtu ambaye tulikuwa tunalalamika kwamba huyu amekuja kujeje hapa. Mimi naojua Tengecha, niko ndani, huyu ni nani? Wanasema mimi namtetea, nasema kumbe huku nje tarehe 28 amejiunga. Mimi kule sipati taarifa za nje, niko ndani kwa nimepigwa vitambaa, sielewi kitu chochote, kumbe Tengecha ameondoka. Kwa hiyo hii swali lako ulioniuliza juu ya wanaokuja, ukweli kabisa lazima tuwapokee. Na kama kuna mtu anakasirika anafanya nini, ninachoomba na waomba, mimi ni mstaafu, lakini hapa nilipofikia ninajua kwamba tunachopigania kwenye chama hiki tunapigania mabadiliko. Tunahitaji nguvu ya pamoja kwamba tuna watu wanatuvuta mashati, na hii hoja ni kweli na inatakiwa usiniulize mimi tu, watafuta na viongozi wa chama wengine. Moja kitu ambacho kinarudisha nyuma sana, hao watu wanaoondoka alafu wakifanya mambo kule wanarudi wanapokelewa, alafu kesho mkuta ni kiongozi. Hii ndio inawafanya hata watu waliopo wakipata 200 wakiona 300 wanatusaliti tena, kesho wanarudi. Inabidi saizi tuweke kipengele, ukiondoka ukirudi, mzee unakula benchi kama ni miaka 3 tukuone, ndio uje upate nafasi. Whatever pote na pote kavyokuwa, lakini lazima tuweke kipengele, hoja ya kumsogeza mtu ndani kabisa ife. Kwa mimi swala la Msigwa kuja, asimame jukwani aseme. Selasini amekuja, wampe jukwaa aseme. Umeelewa? Alizunguka nchi akaisema Chadema, azunguke nchi aiseme CCM kwa haya mabaya ambayo imefanya. Naomba wamtumie tu, ila sasa waangalie yuko kundi gani, wanamweka kule, wanamweka kati, wanamweka wakumbatiana. Sasa ni kazi ya katibu mkuu na timu yake, ni kazi ya makamu mwenyekiti na timu yake, kwa sababu watu wote waliokuja nao wataja ni level ya taifa. Yaani uwezo kumpa kata kakuelewa, uwezo kumpa wilaya kakuelewa, wote ni ngazi ya taifa. Sasa ni kazi ya katibu mkuu na makamu mwenyekiti, wao kama wanaamini ni wale wa kumkumbatia tena wakae pale, okay, watajua wao. Huo ndio ushauri wangu.
Haya inatokana na kauli ya kiongozi ambayo ilitoa hivi juzi kwamba Patrobas Katambi alikuwa ni mpandikizi ndani ya Chadema, kwamba alitumwa kwa ajili ya kuja kufuatilia na baadaye amerejea kwenye chama chake. Hiki chama kina wapandikizi wengi sana, na sio mapandikizi, wengine wanaharibika akili tu kwa sababu ya njaa. Sumenelewa, na si chama hiki tu. Sumenelewa, hiki chama kimesafa. Vyama vyote ambavyo unaona vimekufa kwa sababu ya hao watu. Kwa hatuwezi kukimbia watu. Hawa wapo. Watakuja, wataondoka. Sumenelewa, watawaumiza wale wenye kufanya kazi ya kweli, lakini hawatawamaliza, wataendelea kuwepo. Sio kauli ya Katambi. Nani anamuona Katambi tu? Kuna vyama vimekufa kaka. Kuna vyama vimekufa, naenda NCCR. Ilikuwa imeanza na nguvu, nenda huko chini. Hivi vyama vingine vyote vinakufa, unaona sikie Chauma, mle ndani kuna watu mle ni madarali, ni hatari kuliko unavyofikiria. Hata kusema tu. Siasa za Tanzania za sasa unazionaje? Unajua mimi 2005 nilikuwa nimetoka kuachana na Simpasa. Wakati huko CCM ni mbunge. Mimi sijakuwa na kadi ya CCM. Ila nilikuwa na kaubabe fulani hivi. Kwa hiyo nilikuwa ni mpambe wa Simpasa wa karibu sana. Kwa hiyo nimezunguka hili jimbo hata kabla sijaja Chadema. Mimi nimejiunga Chadema baada ya Mbowe kushuka hapa. Wakati nimetoka Zambia nilimkuta hapa ameweka ngumi. Anapiga peoples huko Zambia, alikuwepo mtu anaitwa Sata. Kile chama kilikuwa kinaitwa Pamaka. Nao walikuwa wanatumia hii. Kwa hiyo nilitokea kumpenda na ile combat. Kwa hiyo nikatoka 2005 nikakueleza kwamba nataka kwenda Chadema. Wakati huo Chadema hapa haipo, ipo yani kuna watu kama watatu lakini hawajaichukua. Akaipokea Jibaba, alikuwa yuko NCCR, lakini akaipokea akamwachia bwana mmoja anaitwa Ima, yeye akaendelea na chama chake. Hasa kwa sababu Mbowe hapa alikuwa na uongozi. Mimi nikaondoka na jamaa mmoja Julius Ndindile, tukaenda kwa chief Ndesiame. Tukamwambia tunataka tuwete Chadema hapa. Mimi ndio nilipoanzia hiyo kazi. Ukisema siasa ya sasa, hamna siasa sasa hizi kaka. Iko wapi siasa? Kuna siasa anaifanya nani? Siasa mnafanya na jeshi la polisi? Siasa ya nyuma ilikuwa haina shida. Polisi anakuja hapa tungemsema hana shida, anatekeleza majukumu yake. Leo ukimkosoa polisi utafutake pa kulala. Siasa gani? Polisi anavunja sheria zake kabisa, anavuka mipaka, unamwambia hakuna. Chombo hiki kilikuwa kwa ajili ya kusimamia hayo. Lakini unapozungumza swala la polisi, wanataka kusimama jukwani wasifie tu. Sasa kwa nini nimesema polisi? Kwa sababu CCM imekacha. Haina mikutano ya hadhara na hata wangeweka, yani waalisha acha siasa. Sasa hizi tunafanya kazi na vyombo vya dola. Ndio maana nikasema hapa nasema sasa hizi. Nikishamaliza kusema naanza kuwaza watoto wangu. Nikishamaliza kusema nabidi nitafute kwa kwenda. Alafu nasema nchi hii ni ya demokrasia. Demokrasia iko wapi? Kwa siasa sasa hivi mimi niseme tu haipo. Mimi nilikuwa nafanya siasa hapa kina Mwandusu wapo kabla sijaja huko mkoani. Na kuja tutafanya siasa tunamuza silinda hapa 2010. Tulikuwa tunazungumza jukwani, tunasemana na yeye anasema kesho napanda, ndajibu hoja yako. Tunajibishana wenyewe. Sasa leo hii mwanasiasa anamwambia polisi kama hata huyo anataka kuniua na polisi anakuja. No research no hai. Tumefanya nini mambo haya? Vitoto vidogo vinakwenda vinashinda kwenye ofisi za vituo vya polisi kutoa taarifa za uongo. Afu wamegeuka wanasiasa nao ndio wanatumika na wanasiasa wakubwa. Wameka sijui ni panya road, mimi hata sijui. Hakuna siasa brother iliyopo sasa hivi ambayo tunaweza kujenga taifa. Kwa sababu nasema haya sasa hivi uwezo kumwona diwani anasimama jukwani anaomba ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo. Hakuna. Sio maendeleo. Hakuna. Ndio maana hapa sasa hivi ukiangalia miradi mingi imekufa, nguvu ya mwananchi haipo. Hamna siasa tena. Kwa hiyo watu wabunge hao muulize, hata uliza hao wabunge wako, hivi mkiwaita kwa hoja wa diwani wanasema nini? Hawaji huko. Wenye viti hata kusema watumie nguvu zao za kukusanya wananchi, tukatengeneze madarasa, tukafanya nini? Hayapo, hamna vikao tena.
Ukimkuta tu kienda pale anasema niitie polisi hapo, nataka kuongea na watu wenyewe kwa watatu, anaita na polisi nyuma. Sasa kuna siasa gani? Utafanya maendeleo gani hapa? Hauna siasa. Acha mimi nitafutage mkate wangu tu. Ila ninachosema, hatuna namna, tutapambana na siasa hizi za ubabe. Tutasimama na nawapa moyo viongozi wangu wapambane. Na mimi wakiniarika, nimemaliza zoezi langu, nimemaliza la kusaini. Tulishawapa nafasi. Sikutaka ioneshe tuna kiburi, tuna wadharau. Kwa tunakuja, naambia vijijini nakuja. Na nakuja kwa sababu ndio eneo mmoja wapo ambalo walipata shida sana juu ya mimi kuonekana na mtoto wangu amefariki na mimi sionekani. Kwa msiba ulikuwa mkubwa kwangu, ulikuwa msiba mkubwa kwa mtoto. Kwa baadaye walivyoona nipo, nimepata simu nyingi sana za kunihitaji nifike. Kwa hiyo nyumbani naomba nitumie taarifa. Takuja kijijini, tafanya mikutano yangu wajue mtoto wao nipo, na wala simlaumu mtu. Waliofanya haya Mungu atalipa.